Kwa majina yangu naitwa Shiganga George. Mimi ni mwenyekiti wa jukwaa la wanasiasa vijana Tanzania wa Vita, na jukwaa hili halihusiani na vyama vya siasa, maana yake ni vijana wote ambao wameamua kufanya siasa kwenye nchi hii. Na sisi tumekuwa tukihamasisha zaidi vijana waweze kujitokeza kwenye harakati za kugombea na kuhakikisha kwamba wanapata nyadhifa kwenye serikali. Tulifanya hivyo kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tukafanya hivyo pia kwenye uchaguzi mkuu, kuhamasisha vijana wetu ambao wako kwenye vyama vya siasa wakajitokeza kwenye vyama vyao waweze kugombea nafasi za uongozi. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, asilimia kubwa ya vijana wetu ambao tuliwahamasisha wameweza kuteuliwa na vyama vyao na ni wagombea rasmi kwenye uchaguzi huu mkuu. Ndugu zangu, leo nimejitokeza nizungumze machache. Na nadhani siku hii vijana wenzangu walikuwa wanaisubiri sana kwamba ni lini sisi kama jukwaa la wanasiasa vijana tutajitokeza kuzungumza mambo kadha wa kadha yanayoendelea kwenye nchi yetu. Vijana, ikumbuke nchi yetu ni nchi ambayo inaongozwa kidemokrasia, na nchi yetu pia ina vyama vingi vya siasa. Mtakumbuka michakato ilivyoanza, michakato ya kuwapata viongozi ambao wataenda kupeperusha bendera ya vyama vyao kupitia vyama vya siasa. Mtakumbuka michakato ilianza kufanyika kwenye vyama vya siasa, na tunaona vyama takribani vyote vilisaini kushiriki uchaguzi mkuu. Ndugu vijana, chama kimoja tu cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, wao hawakuweza kusaini kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Ndugu zangu vijana, pamoja na Watanzania wote kwa ujumla, tunajua kabisa michakato hii ya uchaguzi inaanza kwenye tume ya uchaguzi, na tunashukuru kwamba tulikuwa na tume ya uchaguzi, lakini baadaye ikawepo tume huru ya uchaguzi INEC, ambayo kwanza ilianza zoezi la kuboresha daftari la kudumu la mpiga kura, ambalo zoezi hili liliratibiwa na tume huru ya uchaguzi mikoa yote Tanzania bara pamoja na visiwani Tanzania Zanzibar. Zoezi hili lilifanyika kwa ufasaha, na mkurugenzi wa uchaguzi pamoja na tume ya uchaguzi kwa ujumla walifanya jambo hili kwa umakini zaidi kuhakikisha kwamba tunaingia kwenye uchaguzi na Watanzania wengi wawe wanashiriki kwenye uchaguzi huu. Lakini ndugu zangu wananchi, nipende kuzungumza machache ambayo yanaendelea kwenye nchi. Kama wewe ni Mtanzania na upo Tanzania, mambo kadha wa kadha yanaendelea katika nchi yetu. Lakini mambo haya nataka sasa leo tuzungumze sisi kama jukwaa la wanasiasa vijana tuweze kuyatofautisha. Kuna mambo yanaibuka kwenye mitandao ya kijamii ya kupotea kwa watu, kutekwa na kutoweka kwa watu. Na tunao matukio kadha wa kadha ambayo yamejitokeza kwenye nchi yetu. Ndugu wananchi, nataka nizungumze machache kuhusiana na swala hili. Swala hili limechukuliwa katika ukubwa wake na katika taswira yake kwamba watu wanapotea na watu wanatekwa na kadhalika. Naomba nitoe ufafanuzi kama ifuatavyo. Moja, lazima tutofautishe kati ya kupotea, kutekwa na kutoweka. Malalamiko mengi ambayo yapo kwa wananchi ni kwamba watu wanatekwa. Sasa ukiangalia mazingira ya kutekwa, tafasiri ya kutekwa na kupotea na kutoweka, watu wengi nadhani kwenye eneo hili nadhani hawajaangamua vizuri. Kutekwa ni mtu ambaye labda ni assassination, kwamba mtu alikuwa yuko mahala akavamiwa, akachukuliwa kwa nguvu, akapelekwa sehemu ambayo haijulikani. Lakini kuna kutoweka, mtu labda alikuwa na changamoto zake, kuna changamoto za kishirikina na kadhalika, anaweza kama mtu akatoweka na uweze kujua ametowekea wapi. Na masuala haya tusiyaweke kwenye mlengo mmoja tu kwamba serikali inaweza kuwa inahusika moja kwa moja. Tunao experience kwamba matukio haya yanaweza yakawa yanatokea kwenye jamii zetu. Kwa mfano, kwenye jamii kuna uhasama. Unaweza kukuta labda mtu anafanya biashara, labda mtu ana interact kwa namna moja ama nyingine na jamii, kukawa na bifu lile la mtu na mtu, mfanya biashara na mfanya biashara.
inaweza ikatokea sasa huyo mwenzake akaamua kumfanyia jambo lolote, labda kumpoteza, kufanyaje. Lakini vile vile katika mambo ya kawaida tu kuna imani za kishirikina tumekuwa hata sisi tukiwa tunaziona. Mtu anaweza akawa anaenda sehemu fulani akapotea. Mambo yamekuwepo. Na nilitegemea katika nchi hii ya vijana ambao wameelimika, nilitegemea zaidi kuona kwamba vijana wangelikuwa wanapaza sauti kusema kwamba serikali ifanye jitihada za kuhakikisha kwamba watu ambao wanatoweka au watu ambao wanapotea waweze kufanya jitihada za makusudi kuhakikisha kwamba wanapatikana. Kwa na mimi nitumie jukwaa hili, tumie fursa hii ndugu wananchi, kuomba jeshi la polisi kushughulikia matukio yote ambayo yanaonekana kwamba watu wamepotea, lakini wengine wamepotea katika mazingira ambayo ni ya kutatanisha, lakini wakati mwingine jeshi la polisi linakuwa linahusishwa kwa namna moja ama nyingine. Ndugu wananchi, idhaa ilikuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Na katika kitu ambacho sisi kama jukwaa la wanasiasa vijana hatutaweza kukikubali ni wananchi kutokushiriki kupiga kura Oktoba 29. Sasa kwa nini tunasema hivyo? Tunasema hivyo kwa sababu Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaelekeza kila baada ya miaka mitano kuwepo na uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge pamoja na madiwani. Kwa hiyo kama ikitokea kwa namna yoyote uchaguzi ukawa haujafanyika, kukawa na fujo au kukawa na namna yoyote ya kukwamisha uchaguzi, sisi kama jukwaa hatukubaliani na hicho kitu, kwa sababu ukisema kwamba uchaguzi uahirishwe kama ambavyo wengi wanadai, hasa hawa vyama vya siasa, kwanza tutakuwa tumevunja katiba ya nchi, kwamba baada ya miaka mitano uchaguzi haufanyiki, kwamba bila reform hakuna uchaguzi. Na ukumbuke kwamba Tume Huru ya Uchaguzi ilishafanya michakato, fedha nyingi zimetumika, rasilimali zimetumika kuhakikisha kwamba unaandaliwa uchaguzi. Kwa hiyo sisi kama jukwaa, msimamo wetu kwamba tunaenda kufanya uchaguzi tarehe 29 kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunapinga kikundi au watu ambao wanataka reforms zifanyike ndio uchaguzi ufanyike. Ngoja nifafanue kwa namna hii. Ikitokea viongozi walioko madarakani wakakubaliana na wazo la kwamba zifanyike reforms kwanza ndio tuingie kwenye uchaguzi, maana yake wataendelea kuwa madarakani mpaka pale ambapo watakamilisha zile reforms. Sasa tunataka kujiuliza ndugu wananchi, ikitokea sasa wamekubali na wakasema reforms zinafanyika ndani ya miaka mitano, maana yake tutakuwa tumevunja Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, kwamba wao kwanza watakuwa wamekubali kujiongezea muda wa kutawala. Kama miaka mitano iweko kikatiba, wao wataongeza miaka 2 au 3 kwa ajili ya kufanya reform. Kwa jambo ambalo sisi kama jukwaa la wanasiasa vijana hatutakubali, na sisi vijana hatutakubali kuona kwamba uchaguzi unakwamishwa kwa sababu zisizokuwa za msingi. Lakini pia kufafanuzi kwenye hili, tuangalie reforms. Nilikuwa najaribu kuangalia tuangalie kuna nitumie neno kama kuna alliance mbili sasa hivi. Kuna alliance ya Oktoba tunatiki na kuna alliance ya no reform no election. Ndugu wananchi na vijana wote kwa ujumla wa nchi hii, niwaambie kitu kwamba tunapozungumzia maslahi ya nchi, tusizungumzie vyama vya siasa, tuzungumzie nchi kama nchi. Hatuwezi kujua nini kiko mbele ya hizi alliance mbili, kwamba unapozungumzia kwamba no reform no election, yes, imedani. Hatujafanya uchaguzi, serikali iliyoko madarakani imejiongezea muda na wanaweza wakaamua wasifanye reform ndani ya miaka mitano. Tutakuwa ni taifa la namna gani? Tutakuwa na vijana ambao wanawaza kwa namna gani? Au hizi alliance za Oktoba tunatiki. In fact, Oktoba ni Oktoba ya kufanya uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Achana na hizi alliance kwamba Oktoba tunatiki tunafanyaje. Kwa hiyo sisi kama jukwaa la wanasiasa vijana hatuzitambui alliance hizo. Sisi tunachokiamini na tunachokihamasisha kwa wananchi wetu, tumebakiza siku chache za kujitokeza kufanya uchaguzi. Tuachane na no reform no election, sio Oktoba tunatiki. Hizo ni alliance za vyama vya siasa. Na ukumbuke Chadema nao wakiingia watafanya vile vile.
hawa na wenyewe waliopo wanafanya vile vile. Kwa hiyo tuseme kwamba sisi kama wananchi, hasa sisi vijana, lazima tutumie akili na knowledge kubwa kwamba nini kiko nyuma ya hizi alliance hatujui, lakini sisi tujitokeze tarehe 29 kupiga kura ili kuhakikisha kwamba tunaweka watu ambao tunawaamini watatuvusha katika miaka mitano, na tuweke msisitizo kwamba katika miaka mitano hii inayokuja viongozi ambao watabahatika kuingia madarakani wazingatie kufanya reforms zote ambazo zinaonekana kikatiba haziendani. Kwa mfano vitu ambavyo vinalalamikiwa, kwa mfano kama mahakama tendaji wako anateuliwa na rais, kwa mamlaka ya rais kwenye ifanye reforms kwenye hayo mambo, kwamba mahakama ziwe huru, wateuzi tume huru, kwamba mteula na viongozi wengi wanateuliwa na rais, mamlaka ya rais. Kwa hiyo reforms hizo nadhani katika miaka mitano inayokuja nategemea kwamba tutafanya msukumo wa namna yoyote, si kama jukwaa, lakini kama wananchi kwa ujumla tufanye harakati kuhakikisha kwamba reforms hizo zinafanyika katika miaka mitano ijayo. Lakini kingine, ndugu zangu, vijana wenzangu, Watanzania wenzangu, mimi ni muumini sana wa haki. Na ukiwa muumini wa haki, mara nyingi maneno yako yanakuwa yamenyoka sana. Niseme kuna vitu vingi sana wananchi wanakuwa havijui, na wakivijua wanavijua kwa sehemu. Tunapozungumzia mamlaka ya rais, rais ni mmoja, lakini tunapozungumzia mamlaka ya rais ni taasisi. Kwa rais hawezi akawa anaamka tu anakuwa na jambo lake, kwamba rais atoi matamko, anatoa matamko kwa namna gani? Kwa sababu lazima ni management inakaa, washauri wa rais kwenye masuala labda ya siasa, washauri wa rais kwenye masuala ya diplomasia, mambo yakoje. Kwa hiyo lawama nyingi zinaenda kwa mheshimiwa rais, iko hivi. Lakini kwa wananchi, mimi niseme kwamba hakuna kiongozi yoyote duniani, narudia, hakuna kiongozi yoyote duniani ambaye anaweza akatawala popote na akakubalika na wote. Hayupo. Wakati awamu ya 5 ya Daktari John Joseph Pombe Magufuli alipokuwa anasimama na ile misimamo, kuna watu ambao hawajakubaliana naye. Kuna watu ambao walikuwa wanaweza kutumia hata nguvu zao kupaza sauti, kumuita majina mengi ya ajabu. Ni kwa sababu hakuna mtu anaweza kukubalika na wote. Hakuna utawala ambao unaweza kukubalika na wote. Rais Samia alipoingia madarakani, jambo la kwanza aliloweza kuanza nalo ni yale malalamiko ya wananchi waliokuwa yanalalamikia muda mwingi, ikiwemo na swala la kuminywa kwa katiba kuhusiana na masuala ya vyama vya siasa. Walianza nayo. Na nakumbuka niliwahi kuzungumza wakati Rais Samia anasema kwamba kuna mahala tuliteleza na tuliona tuzuie hivi ili tufanye kazi. Na kweli kazi ilifanyika. Miradi mingi ilijengwa katika kipindi hicho. Hakukuwa na siasa za purukushani, mara mtukanane, mara mpelekane mahakamani, mara nini. Kwa hiyo aliamua kufanya hivyo. Lakini bahati nzuri yeye alipokuja kuchukua kile kiti baada ya Daktari John Pombe Magufuli kufariki, yeye alianza na hiyo moja ambayo wananchi wengi walikuwa wanalalamikia kwamba vyama vya siasa vimenyimwa uhuru wa kuongea, mikutano na nini. Akasema basi fanyeni. Akaanza kufanya. Lakini akaja na falsafa ya R4 ikiwemo na ustahimilivu. Hakuna kiongozi yoyote duniani anaweza akawa na ustahimilivu ambao umepita kiasi. Anaweza akawa anavumilia yeye, lakini ile taasisi inaweza isivumilie. Kwa katika mambo ambayo yaliendelea, kuna siku niliwahi kuzungumza kwamba sasa hivi mmeona kuna vitu ambavyo wenyewe vilikuwa navyo interest ya moja kwa moja vimeshatatuliwa, na mnampongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu ya alichokifanya. Lakini mimi nikawaambia wawe na akiba za maneno. Lakini baadaye wanaanza kulalamika kufanyaje. Lakini hii pia ni kutuchanganya wananchi kwamba agenda ni nini? Agenda ni nini kwamba tusiingie kwenye uchaguzi? Agenda ni nini? Kwa sababu kama ni wagombea, chama kimoja kikusaini hati ya maadili, kwa maana yake hawakutaka kushiriki uchaguzi kwa sababu kuna vitu ambavyo wao
walivitaka vifanyike, lakini vimekuwa late kufanyika. Sasa swali la kujiuliza ndugu wananchi, kwamba kuna vyama takriban kama 18 10 ngapi hivi vinashiriki uchaguzi, na vyama vingine vimesimamisha wagombea urais. Sasa kama ni issue utawala uliopo hamutaki, basi mjitokeze tarehe 29 mkapige kura kwa rais ambaye mnamtaka, kuliko ile ya kusema kwamba eti tunaahirisha uchaguzi. Kwa hiyo tunaahirisha uchaguzi ni sawa na mtu anaenda kwenye mtihani, anaenda na majibu yake, yani mtihani ulishavuja, anaingia kwenye mtihani na majibu yake, anafika anakuta mtihani ni mwingine, anaanza kulalamika, mtihani mbona sio wenyewe. Kama issue ni reform, tunataka kubadilisha viongozi, unagombea urais pale, sio mpaka ukienda pale ukawapigie wale ambao wewe unawaona hawakufai. Namna pekee nzuri ya kuondoa tawala madarakani si njia tu ya kutumia jeshi. Sisi tunao uchaguzi, tunayo fursa ya kwenda kuchagua viongozi tunaowataka. Sisi kama msimamo wetu kama jukwaa la wanasiasa vijana, moja, natumia fursa hii kuhamasisha vijana wote nchini. Vijana wote nchini wale ambao wameamua kuwa wazalendo kujitokeza tarehe 29 kupiga kura ya rais, wabunge pamoja na madiwani. Kwa hiyo huo ndo msimamo wetu. Lakini mbili, nitumie fursa hii waomba sana vijana wenzangu, tuhakikishe hatuingii kwenye mtego wa maandamano yasiyokuwa na faida. Tuepuke vichochezi vya aina yoyote. Ninajua wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wanatoa maelekezo yao kila siku, lakini nitumie fursa hii pia kusema kwamba tukailinde amani ya nchi yetu katika uchaguzi huu. Hakuna mtu anaweza akaivunja amani akaishi katika maisha ambayo ni ya kawaida. Kusema andamane tusipige kura, bado hiyo sio njia sahihi ya kuziondoa tawala madarakani. Namba 3, si kama jukwaa la wanasiasa vijana hatutoshiriki, hatutaonyesha viashiria vya namna yoyote ya kuungana na watu ambao wataamua kufanya maandamano, kwa sababu maandamano sisi kama jukwaa tumeona hayana tija. Tunaandamana kufanya nini? Tunaandamana kuvunja katiba ya nchi? Tunaandamana kufanya nini? Katiba inasema miaka 5 uchaguzi. Sisi tukaandamane kukataa uchaguzi, maana yake sisi tutakuwa ni watu namba 1 wa kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sisi hatutashiriki na tutashiriki kupiga kura. Naomba ieleweke. Sisi hatuko kwenye zile alliance kutiki no reform no election. Sisi tunaenda kushiriki uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutafika kwenye vituo vya kupigia kura, tutapiga kura, tutakaa, tutasubiria matokeo kuona ni kiongozi yupi ambaye amepigiwa kura na anaenda kuwa kiongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini 4, niwaombe sana wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama katika kuelekea uchaguzi kusiwe na matamko mengi ya kuwatisha wananchi. Tumejipanga, sisi tutafanyaje, sijui tukoje, mara kwa wilaya na wenyewe huku si utavunja miguu, mara mama mkanye mwanao. Sisi vijana tukielewa jambo tumeelewa. Kwa niaba ya vijana wenzangu, tunaomba sana jeshi la polisi, wateule wa rais, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, msilete taharuki kwa wananchi. Msilete vitisho. Huu ni uchaguzi na sisi tunaenda kutimiza haki ya kikatiba. Kwa niombe sana kupitia press hii, kuombe sana IGP kuelekeza vyombo vyako kuto kutumia nguvu kubwa ya maneno kuwatisha wananchi.
kwa sababu mwisho wa siku kama nguvu itatumika kubwa hiyo, maana yake mwananchi anaweza asijitokeze kwenda kupiga kura kwa kuogopa vitisho vilivyopo. Mwingine anaweza bana, kama ni hivyo, labda kama itatokea watu wataandamana na sisi ambao tunaenda kupiga kura tutapigwa mabomu, tutafanyaje? Hiyo haiko sawa. Kwa mikoa, toeni maelekezo, wafundisheni watu kwamba uchaguzi ni haki yao, washiriki kupiga kura, kuweka viongozi madarakani. Tatizo lenu wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, yani nyinyi mnatoa matamko kama kumfurahisha rais. Mnaharibu. Tunakwambia tutavunja watu miguu, si tutafanyaje? Sasa mimi ndo mwananchi naenda kupiga kura. Sasa ukinitisha unakuwa haunisaidii. Kwa hiyo namba 1. Lakini namba 2, katika siku hizi zilizobaki, niombe sana wagombea wa vyama vyote, mnavyoenda kuomba kura, kabla ya kuhitimisha ziara zenu za kuomba kura za kampeni zenu, hamasisheni watu wajitokeze kwenda kupiga kura. Nimeona matamko yenu mengi ni yale ya kusema tuna amani. Amani kwenye nchi hii ipo. Amani ipo na hakuna aina ya uvunjifu wa amani wowote uliopo. Kikubwa ni kucheza na saikolojia za wananchi, kwamba kwa nini tuende kupiga kura, madhara gani yanaweza kutokea kama watu hawatajitokeza kupiga kura, tawala zinaanguka kwa namna gani. Kwa hiyo niwaombe sana katika hili mzingatie, kwa sababu mustakabali wa nchi yetu pia unatoka kwenye kauli zenu. Lakini mwisho niseme kuna matukio mengi ambayo yanatokea ya kupotea kwa watu. Nilisema mwanzo, naomba nihitimishe kwa kusema haya. Waziri wa mambo ya ndani toka hadharani tusema tunayafuatilia. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, tokeni mseme kwamba kweli matukio haya yapo na tunayafuatilia. Baada ya kusema haya, ndugu wananchi, niwashukuruni sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Niwatakie uchaguzi mwema. Mjitokeze kwa wingi vijana wenzangu, tukatengeneze serikali ya awamu ya 6 inayotokana na nguvu ya vijana. Asanteni sana.